Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Ni takribani masaa 9 za kamati ya fedha na mipango wilayani Monduli ikiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano. Ilikuwa tarehe 5 mwezi wa 5 siku ya Jumatatu ambapo mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli Mheshimiwa Isaac Joseph Kopiriano akiongozana na kamati ya fedha na mipango wilayani humo kufanya ziara ya kukagua miradi ya maendeleo yanayoendelea katika wilaya hiyo. Wakati mnafanya process nyingine Jumatatu nataka naona soko liko hapa. Tumeona ziara hii ilianza mida ya saa 3 kamili asubuhi katika ofisi za halmashauri ya wilaya Monduli na kutamatika saa 11 katika kata ya Mtoombo wilayani Monduli. Miradi yote hii asilimia kubwa inatekelezwa na fedha za mapato ya ndani wafadhili, ambapo asubuhi mradi wa kwanza ni ujenzi wa darasa moja shule ya msingi Mazoezi, ambapo gharama ya mradi ni shilingi milioni 25 mapato ya ndani, ambapo katika mradi huo kamati ya fedha imeridhishwa na ujenzi huo. Halmashauri ya wilaya ya Monduli ilitoa fedha kutoka mapato ya ndani ya halmashauri kiasi cha shilingi milioni 25 kwa ajili ya ujenzi wa darasa moja katika shule ya msingi Mazoezi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa jengo liko hatua ya umaliziaji na fedha iliyotumika ni kiasi cha shilingi milioni 20,437,130 kwa ajili ya kulipa wazabuni wa vifaa vya ujenzi na kiasi cha shilingi milioni 2,200,000 kwa ajili ya fundi. Fursa hii kwanza kuishukuru kamati ya fedha iliyoridhia shilingi milioni 25 ziletwe hapa katika shule yetu ya Mazoezi kwa ajili ya ujenzi wa darasa. Ninaamini utakwenda kukamilika kwa wakati kwa ajili ya matumizi ya watoto wetu. Kwanza mimi niwapongeze kwa kazi hii mnaendelea kuifanya. Na nashukuru kwa sababu mmesema tunashukuru serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa jinsi anavyoendelea kuondoa wananchi kwenye shida ya kuchangisha na nini. Leo mmepata darasa hili, lakini na hakuna njia ya mkato. Niseme tu haya ndiyo maelekezo ya serikali. Fedha za serikali zote lazima zitapita kwenye mfumo wa NeST ili mtu kuomba, ili kutoa uwazi na ukweli, ili kusema kwamba huyu amepata kwa hisani, huyu amepata baba mkurugenzi amemsaidia au mwenyekiti wa halmashauri amemsaidia. La acha, unaingia kwenye mfumo, unaomba, sifa zako zinakubeba. Mradi wa pili katika ziara hii ya kamati ya fedha na mipango wilayani Monduli ni ujenzi wa bwalo katika shule ya sekondari Meserani ambalo limejengwa na wafadhili kutoka Meserani Project. Katika mradi huu viongozi mbalimbali walishuhudia, ambapo wamezungumza kwa kuwashukuru wafadhili hao Mr. and Mrs. Peter Swan, akiwemo pia mbunge wa jimbo la Monduli Fred Kilwasa, ambaye yeye amewashukuru wafadhili hao na kuwaomba kuangalia shule zingine wilayani humo kwani uhifadhi kama huo ni mkubwa. Kwa jina mimi naitwa Loti na Parana Tarakwa, ni diwani wa kata ya Meserani. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kuzunguka shule nyingi zetu za sekondari tumegundua kwamba tuna upungufu wa mabwalo katika shule zetu. Mabweni tunayo baadhi, lakini mabwalo kwa kweli shule nyingi hatuna. Kwa hiyo nikawa nimepeleka pendekezo kwa mabosi wa the Meserani Project, ambao huyu ndiye anaitwa Peter Swan ambaye ndio bosi mwenyewe, na huyu ni Diana Swan ambaye ni mke wake. Wao ndio wamenitafutia wafadhili wa kujenga bwalo hili. Na bwalo hili kwa kweli kama unavyoona ni kubwa, inachukua watoto zaidi ya 400 kwa mara moja, na wameweka kila kitu, meza na viti hivi ni 200 kwa sasa, lakini watategemea sasa tukipata intake form 3 form 4 watanunua tena viti vingine 200 ziwe 400. Naishukuru serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mama Samia kwa uanzilishi wa hii shule ya sekondari ambayo imepelekea wafadhili wa Meserani Project waone kazi nzuri zinazofanyika na serikali yetu na kuamua kuendeleza maendeleo hayo kwa kutujengea bwalo hili. Lakini mbali na hili bwalo na pamoja na mabweni ambao wametujengea mawili, kipekee kabisa nimpongeze Mheshimiwa Loti, diwani wa Meserani, kwa sababu ingekuwa tu wafadhili wengi wanaleta fedha Tanzania, lakini kuna mashirika ambayo yanangeweza kula hizo fedha, au kama yeye angeweza kupitisha njia yake nyingine anaijua, lakini ameamua kuwekeza kwa ajili ya watu wake. Washukuru sana, na tunaomba tu kwamba huu mpenyo angalau tuambukize kata zetu zingine, kwa sababu uhitaji wa jengo kama hili ni muhimu
kwenye kata zetu. Thank you so much for the support to our Meserani Secondary School for construction of this dining hall building and the other 2 dormitories you have built, and the buildings are now in use, and you have also started to build another dormitory. We appreciate and we say thank you for your support. It's a pleasure to provide this building and the dormitories and the digital technology for the new Meserani Secondary School. Can I acknowledge the support that I've received from Mr. Lowassa, who introduced me to Her Excellency Dr. Pindi Chana, the Minister of Tourism of Tanzania, which was very beneficial to me. So thank you. Okay, thank you. And can I acknowledge the support from Mr. Naparana Mshauri, who is also, I say, Mr. Meserani Project in the area. He has been so supportive with us. And can I... Queen ambayo tulikuwa tunamwombea kwamba Peter aweze kupata nishani ya heshima kwa kazi ambayo ameifanya Monduli. Kwa hiyo Peter, tunakutakia kila laheri, Mungu akujalie upate hiyo nishani. Peter and Diana, in your language, we just want to say thank you for the brilliant job that you are doing here in Monduli. The Meserani project has been with us for so many years in Monduli. We have done a good job here in Meserani. But the district executive director just explained that we still have a lot of secondary schools here in Monduli. And so many of them are still in need of dormitories, dining halls, and many more things. I know what you have done here is a beautiful project, honestly. I know you have done water harvesting, you have done solar energy into so many classrooms. We have planted a lot of trees around the school, and so many other things that we are doing. And I was just telling everyone here that through the Meserani project, we are proud. Mheshimiwa, mimi niwashukuru sana na niko tayari sasa kupita kwenye haya maeneo mengine tuone ya majengo, na nirudie kusema Peter, thank you very much for construction of this dining. Very nice dining. Building is good. I don't know to say. Lakini thank you very much. Mradi wa 3 katika ziara ya kamati ya fedha na mipango wilayani Monduli ni ujenzi wa choo cha mnada wa Nanja katika kata ya Lepurko, ambapo gharama ya mradi ni shilingi milioni 17 mapato ya ndani. Katika mradi huu, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli ameonyesha kutoridhishwa na ujenzi wa choo hicho na kutoa siku 7 kwa mtendaji wa kijiji cha Nanja kuhakikisha choo hicho kinakamilika na wafanyabiashara kutolewa katikati ya maduka na kuhamishwa katika eneo ambalo lilitengwa maalum kwa ajili ya shughuli zao. Mwaka wa fedha 2024/25 kata ya Lepurko imepokea kiasi cha shilingi milioni 17 kutoka halmashauri kwa ajili ya utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa choo katika soko mnada wa Nanja. Kwa wastani mradi huu upo zaidi ya 95% na za ukamilishaji. Hivyo mradi upo hatua ya umaliziaji. Wewe unajua kwamba unatakiwa kazi zote utangaze kwa wakati wote kwa wakati mmoja. Kwa nini unaweka nusu? Na kazi yenyewe ni ndogo. Leo juma ngapi mzee? Jumatatu. Jumatatu inayokuja soko hiyo hapa. Na choo hichi kinatumika. Tumeelewana mzee? Kama nimepokea maelekezo ya mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri na nitaitekeleza. Mradi wa 4 ni kikundi cha vijana au kikundi cha pembejeo za kilimo na ufugaji katika kata ya Mswakini, ambapo gharama ya mradi huo ni shilingi milioni 30 mapato ya ndani. Na hapa kamati ya fedha imeonyesha kuridhishwa na mradi huo, ambapo mwenyekiti Isaac Kopiriano amewahimiza vijana hao kurejesha mkopo huo kwa wakati ili wengine nao waweze kupata. Kikundi cha Nemayan kimesajiliwa kwa namba za usajili aru mkwaju mon mkwaju vijana 2023 mkwaju 0034. Kina jumla ya wanachama 5 ikiwa wanawake 2 pamoja na wanaume 3. Kilianzishwa kikiwa kina jumla ya mradi wa duka la pembejeo za kilimo na mifugo kilichokuwa na jumla ya mtaji wa shilingi milioni 3.5. Mnamo mwaka 2024/25 kikundi kiliomba mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 30
na kufanikiwa kupata mkopo wa 10% ya halmashauri ya wilaya kama walivyokuwa wameomba. Kikundi kimeweza kujiajiri. Kikundi kimeongeza bidhaa za pembejeo za kilimo na mifugo. Wana kikundi kupata elimu ya ujasiriamali na fedha kutoka kwa wataalamu wa halmashauri pamoja na benki. Wengine mjiulize, miaka yote mbona alikuwa tupate hizo hela? Kwa nini sasa? Mama anajali watoto wake wote kwenye nchi. Kwa hiyo mimi niwaombe, mimi sitaki nipige debe lingine kwa sababu sisi tushamaliza, na nataka kuambia kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya, wote tumsemee Mheshimiwa Rais na kumwombea kwa Mungu. Kwa sababu unaona ametengeneza mazingira mazuri, na leo karibu 70% ya vijana, nikitoka hapa unakuta nyinyi mmepata 30. Ukienda Lepuruko kuna waliopata 30, vijana wengine wamepata 20, kuna wengine wamepata 15, kuna mama wamepata 20, kuna vijana wengine wamepata 10, kuna mama wamepata 5. Unaona nchi zaidi ya milioni 600 kwa kipindi mmepewa. Sawa sawa? Na mimi nategemea na nyinyi mfanye vizuri ili mrejeshe, ili watoto wa Tanzania kama ninyi wa Monduli na wafanyaje wapate. Ili ukimaliza haraka kipindi kingine unaweza kusubiri hata kipindi kidogo. Kipindi kinachofuatia unaomba tena. Na mkurugenzi wetu ni msikivu, na mkurugenzi wakifanya vizuri mimi niwapigie na nyie debe. Mkifanya vizuri mkurugenzi na waangalie kwa jicho la huruma, na afisa maendeleo yupo hapo. Mradi wa 5 ni ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Mswakini. Gharama ya mradi ni shilingi milioni 138 kutoka TASAF. Mimi binafsi kwanza, ili bweni sasa hivi tulikuwa tunazungumza na mkurugenzi amelipa jina. Amenipa jina la Kimasai, anasema amemusi. Sasa ile ni ngumu kwamba ni mtu amesubiriwa kwa muda mrefu, lakini hatimaye amekuja kuzaliwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hili ndio bweni la kwanza kwenye sekondari hii ya kwetu. Nakumbuka tangu tumepata mradi wa sekondari tuliona pia kwamba bweni na lenyewe ni changamoto. Tunashukuru kwa hili. Mkurugenzi, naomba pengine hata sisi tukao kwenye mitufano ya siasa, lakini nyinyi mtabaki. Hakikisheni kwamba mnashirikiana na vijiji kuhakikisha kwamba ile 3N1 inakamilika, alau basi tuweze kuwaingiza watumishi. Shule hii ni mpya, ilijengwa kwa mradi wa SEQUIP, na tulijenga tena bweni lingine kwa ufadhili wa TASAF, na sasa tena tunakwenda kujenga bweni la pili. Kwetu sisi kama halmashauri tunaona ni chachu ya kuboresha mazingira ya watoto kupatia elimu, kwa sababu shule zetu zote ni za bweni na serikali bahati nzuri inatupatia fedha za chakula cha bweni kwa ajili ya wanafunzi. Kwa hiyo tunaendelea kushukuru serikali. Rai yangu mimi ni usimamizi mzuri, utunzaji wa vifaa, na mwelekeza mkuu wa shule na ile kamati ya usimamizi wa mradi, utunzaji wa vifaa uzingatiwe. Ndio ule fundi awali ambao tulipeana maelekezo na mkatekeleza. Sasa bweni limekamilika. Bweni nzuri la kisasa. Hata leo mfano Mama Samia akaja papo, tunataka nitembelee Mswakini kaone shule ya sekondari, utamuonesha na hilo bweni. Lakini mwanzoni ulikuwa unapata shida kidogo. Lakini leo mmemuondoa ule fundi mbabaishaji, mmeweka fundi mzuri. Hichi kama katikati mpaka bweni na yaendelee, utakuwa wewe mwenyewe ndo styling. Tukuombe na bado uweke mguu chini hapa. Ili bweni lipande. Natamani kota ya mwisho tukipita hapa, yani tukute ni bweni liko kwenye hatua nzuri. Na mjue kota ya mwisho sio mbali, imebakia mwezi mmoja tu na nusu. Na ndio kota ya lala salama kwa wengine. Kwa wale wanarudi nyumbani ndio lala salama. Mradi wa 6 ni ujenzi wa bweni katika shule ya sekondari Manyara. Gharama ya mradi ni shilingi milioni 154,430 kutoka TASAF. Na mradi wa 7 ni katika shule hiyo ya shule ya sekondari Manyara, na gharama ya mradi ni shilingi milioni 130 kutoka AP4R, ambapo kwa pamoja kamati ya fedha imeridhishwa na ujenzi wa mabweni hayo. Kwa pamoja kamati ya ujenzi wamechukua nafasi ya kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kwa miradi hiyo mikubwa katika shule hiyo. Mradi huu uliubuniwa na wananchi kwa lengo la kupunguza msongamano wa watoto wa mabweni unaopelekea watoto kufanyia matendo yasiyofaa. Hali ya utekelezaji wa mradi upo hatua ya kupandisha matofali. Kwa jina naitwa Elfrida Ibrahim. Tunamshukuru Mama Samia
kutuona kwamba watoto wetu wana haki ya kutendewa haya. Kwa kweli tunamshukuru mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayoonyesha. Kwa kweli tunamshukuru sana. Unamwahidi nini? Mitano tena. Asante. Mimi kama diwani wa kata naipongeza Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa miradi haya mikubwa kutoka juzi. Miradi ni mingi, lakini haya mawili yanaenda sasa kutatua ile tatizo ambayo tulikuwa naye hapa Manyara sekondari ya mabweni. Kwa hiyo sina mengi ya kusema, naipongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuishukuru kwa sababu kwa kweli anafanya kazi ambaye hata Mungu mwenyewe anaipenda. Unaona leo hatuna kelele. Na maana kazi ni nini? Kazi inaendelea. Na mmesikia hapa makamu wangu amesema mmetuelewa. Mimi niwapongeze. Kazi nzuri mwalimu. Niwapongeze kamati chini ya mtendaji na mwenyekiti wa kijiji na mheshimiwa diwani. Kazi nzuri, ile bweni la TASAF kule. Big up. Kazi nzuri sana. Kwa hiyo kamati nimefurahi kwa sababu ushirikishwaji ni kwa 100%. Na ndio hiyo maelekezo. Unajua sisi wengine kazi yetu rahisi tu. Yaani kama nyie mlivyo, maelekezo ni kusimamia fedha zilizoletwa. Na sisi kama halmashauri ni kusimamia fedha zilizoletwa serikali. Sasa mimi nichukue nafasi kweli kuwapongeza kamati kwa jinsi mnavyoshirikiana kuhakikisha kazi hii inafanya. Siwezi kujivunia mimi Isaac Joseph. Haiwezi kujivunia diwani. Hii yote Mama Samia ndo anahangaika. Sisi tumepewa kazi ndogo tu kusimamia. Na ndio sababu tunakuaga wakali kusimamia miradi iwe kwenye viwango vinavyohitajika. Na hii leo nimesema big up salute kwenu. Kazi nzuri, matofali yamenyoa vizuri, zege nzuri, mmepanga mambo vizuri. Hiyo bwana mimi sina kelele na nyinyi. Ni kuwapongeza tu. Lakini mwisho nimshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimepita leo kwenye miradi, kila mradi tunapita. Huu ni mradi wa milioni 130. Ule ni mradi wa milioni 100 na ngapi? 58. Tunakwenda Selela, tuna mradi wa milioni 80, tuna mradi wa milioni 90, tuna mradi wa milioni 138. Jamani. Pale tumeacha mradi wa 138. Kule tumeacha jamani. Hivi kuna mtu mwenye ubishi na Mama Samia tena kwenye mitano hii? Hata sisi mkituweka pembeni, lakini basi mpeni Mama Samia. Ile waleteni maendeleo. Na mradi wa 8 na wa mwisho katika ziara ya kamati ya fedha, utawala na mipango wilayani Monduli tarehe 5 mwezi wa 5 2025 ni mradi wa kikundi cha utalii kutokea Mto wa Mbu, ambapo gharama ya mradi ni shilingi milioni 15 mapato ya ndani. Mnamo mwaka 2015 kikundi kilianza mradi wa sanaa ya uchoraji tukiwa na mtaji wa shilingi milioni 3. Mnamo mwaka 2024-25 tuliomba mkopo kiasi ya shilingi milioni 15 kwa ajili ya kuendeleza shughuli zetu za kikundi na kufanikiwa kupata mkopo 10% ya halmashauri ya Monduli kiasi cha shilingi milioni 15. Hadi sasa tumefanikiwa kununua vifaa kama vitambaa, mbao, rangi, misumari na kuendelea kuchora picha mbalimbali zinazovutia utalii. Na sambo tulikuja awali picha zilikuwa hizi. Zilikuwa zile zenye rangi ambayo sio nzuri sana. Sasa hivi kuna maboresho ambayo wamefanya. Nitamwomba tu apitishe zile za awali zilikuwaje na sasa hivi zikoje ili mweze kuona. Nimepata bahati leo kupita kwenye vikundi vya wajasiriamali na kuna mambo sasa najifunza kwenye vikundi vya mwaka huu. Na mimi niseme tu kwamba mfano tumefika hapa. Unaona tija na umuhimu wa kuwawezesha vijana. Nimeona mradi wao ni mzuri, ni mradi ambao ni endelevu na ni mradi ambao kimsingi wakisimama na kusitokee jambo lolote ambalo lina mgongano wa kimaslahi kwa wenyewe, watafika mbali na watafanya jambo zuri. Kwa hiyo mimi kipekee niwashukuru na niwapongeze na niendelee tu kuwahimiza kwamba tuendelee kuishukuru na kumwombea rais wetu ili aendelee kuwa na maono haya ya kuwasaidia vijana kuhakikisha kwamba wanafikia kwenye malengo yao. Mwanzoni watu mkopo ulipositishwa walikuwa wasema yao wanaanza kulalamika, lakini wametengenezewa mazingira mazuri. Sasa wanaweza kuchukua watu 5, wamechukua watu 5 milioni 15. Wamechukua watu 5 milioni 30. Wamechukua watu 5 milioni 40. Unaona ni jinsi gani mkopo umeendelea kuwa na tija kwao. Kwa hiyo kipekee kwa niaba yao mimi niendelee kusema tu
Mheshimiwa Rais, Mungu ampe maisha marefu ili Watanzania wengi waendelee kufurahia matunda yake. Oldonyo Media, habari karibu nawe.